mtazamaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika neno la Mungu ambalo li hai jioni ya leo, kwa kuwa ni mwaminifu na kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Yeye asiyeshindwa ndiye tunayemwabudu kila wakati. Yeye mwaminifu ndiye tunayemuinua kwa kila jambo. Nitaomba. Baba Mungu mwaminifu, muweza wa yote, wewe usiyeshindwa na neno lolote, wewe mtawala wa yote, wewe mwaminifu katika maisha yetu dadi. Ni wewe kimbilio letu, ni wewe tumaini letu, msaada wa karibu ni wewe. Mungu uwezaye siku zote ni wewe dadi. Ni wewe wa kuinua, ni wewe wa kurejesha, ni wewe wa kutupa nguvu na mamlaka, muweza wa yote, ili tupate kutembelea katika hii ardhi Jehova uliyoturidhisha ndani ya kwake dadi, kwa kuwa wewe ni muweza wa yote. Naomba ukatembee mahala hapa dadi, na ukatembee popote pale ambapo msikilizaji hapo na mtazamaji dadi, kwa neema yako na kwa nguvu zako Jehova. Ukitembea Baba utende makuu, ukitembea Baba ukajionyeshe dadi, kwa kuwa wewe ni mwaminifu na kwa kuwa wewe ni wa upendo, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Yesu, Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote. Baba hajawahi shindwa na neno lolote. Tunapata somo la leo kutoka kitabu cha Isaia 35 mstari wa kwake ule wa 8. 35 mstari wa kwake ule wa 8. Na hapo patakuwa na njia, na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote. Neno la Bwana linasema, na hapo patakuwa na njia, na njia itaitwa ya watakatifu. Wasafirio ndio watakao pita katika hiyo njia, yaani wale watakatifu, wale ambao wanamuita huyu Yesu. Na inaendelea kusema, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika hiyo njia. Wajapokuwa wajinga, wajapokuwa wa vipofu, wajapokuwa hawaelewi kile ambacho wanakitenda, mbali wakiwa katika utakatifu, mbali wakiwa katika hii neema ya Bwana Yesu, na kuhakikishia hawatapotea kamwe, hawatapotea kamwe. Wajapokuwa wanaambiwa ya kwamba wanatolea watu wanakula, wajapokuwa wanaambiwa ya kwamba hawatapika mahali popote, wajapokuwa wanatukanwa kila usiku, kila kuchao, hiyo njia itaitwa yao, hiyo njia itaitwa yao. Na wenye hekima ya dunia hawatapita katika hiyo njia, na wenye wajinga wa Mungu watapita katika hiyo njia. Muweza wa yote anatawala siku zote, analinda siku zote, anaokoa siku zote. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika hiyo njia, na njia itakuwa ya utakatifu. Njia ninayoitangaza leo, Yesu ndiye njia, Yesu ni uzima, Yesu ni ukweli. Atakaye mtegemea Bwana Yesu, yeye ni mkate wa uzima. Hataona njaa hata siku moja, hataona kiu, kwa kuwa yeye ni maji ya uzima. Mungu ni muweza wa yote. Akisa kupa maji ya uzima, hauwezi ukaona kiu, hauwezi ukaona kiu, hauwezi ukaenda kuombaomba. Akisa kupa uzima wa kwake, hautaenda kukopa. Akisa kukupa uzima wa kwake, hautaenda kuinamia wanadamu. Wajapokuwa wajinga watatembea na watafika katika hatima yao, watatembea na watafikiria hatua za kwao. Mungu ni muweza wa yote, anasikilia hata kama wewe ni mjinga, hata kama wewe uelewi, hata kama wewe ni kipofu. Mungu ni muweza wa yote.
yoyote, haijalishi hali yako vile ilivyo. Mungu anasema wajapokuwa ni wajinga hawatapita katika hiyo njia, polepole na atawasindikiza na watawafikisha. Anaweza siku zote, anaweza siku zote. Njia ni Yesu, njia ya uzima ni Yesu. Mwenye nguvu anaweza siku zote. Aliyekutana na Batimayo maisha ikabadilika. Aliyekutana na mwanamke miaka 30 na miaka 18 akapandilikiwa maisha yake kabadilishwa. Aliyekutana na maiti akasema maiti haitaendelea kutawala tena. Yule mkuu wa dunia amekwisha kutemwa nje katika jina la Yesu Kristo. Akamtema nje, mauti ikaondolewa, uhai ukarejeshwa. Na mimi natangazia mpendo leo, kuna uhai wa mtu unarejeshwa, kuna kazi ya mtu inarejeshwa, kuna maisha ya mtu yanarejeshwa, kuna vitu vya mtu vinarejeshwa. Vile ambavyo mwanamke alirejeshewa mtoto wa kwake akaenda akiwa na furaha, vile ambavyo mwanamke alirejeshewa huyo mtoto wa kwake alikuwa amekufa na akarejeshwa akawa hai. Na kuhakikishia ya kwamba hivi utakavyomsikilia huyo Yesu, hata kama utukanwe, hata kama udhalaliwe, haijalishi wakufanye nini, haijalishi wakuinamie namna gani, haijalishi waende wapende nini, Mungu ni muweza wa yote. Hakisa kuhakikishia ya kwamba upite katika hiyo njia, haitakuwa na hofu yoyote. Hakuna hofu ndani ya Kristo, hakuna hofu ndani ya Kristo. Anaweza siku zote, analinda siku zote. Ni yeye alimwokoa Danieli katikati ya wale simba, ni yeye aliwaokoa Shadraka na Meshaki katikati ya ule moto. Mungu ni muweza wa yote, anaweza akaokoa mtu leo, anaweza akaokoa mtu leo. Ni yeye alimwokoa Daudi na wale watu wa Filisti. Mungu ni muweza wa yote. Hakisa kuagiza utembee katika njia ya kwake. Anamuuliza Yeremia, umeona nini? Yeremia anamwambia nimeona mlose, na anamwambia hivyo ndivyo nilivyo. Hakika na kuja kulitazama neno langu ili nipate kulitimiza ndani ya mtumishi wa kwake, anayelithibitisha neno lake, anayelitenda neno lake. Wale watakusudia neno la kwake hakika watapata thawabu kutokana na yeye. Atakusudia, linasema watakusudia neno lake, nalo neno litathibitika ndani ya kwao. Neno la Mungu lijae ndani ya mioyo yetu, ndani ya mawazo yetu. Ukisalijaza neno la Baba ndani ya maisha yako inabadilika, inaenda mbele, inaanzia kusonga mbele. Ukisalitalgemea neno la Bwana, alikumbuka ya kwamba alijawahi shindwa hata siku moja. Ukumbuke ya kwamba wanadamu wanaweza wakashindwa, dunia inaweza ikashindwa, maarifa inaweza ikashinda, mtu anaweza akafika mwisho, lakini Bwana Yesu katika neno lake hajawahi fika mwisho. Haijalishi ni hali gani hiyo uliyo nayo, haijalishi ni maisha gani uliyo nayo, na kutangazia uzima wa Yesu leo uingie ndani ya maisha yako, na kutangazia uzima wa Bwana Yesu upate kuingia katika maisha yako, upate kuendelea katika maisha yako, upate kuinuliwa na nyumba yako, upate kuinuliwa na hiyo harusi yako, upate kuinuliwa na hiyo neno lako la Bwana Yesu katika siku zako zote. Ufurahie maisha ya Bwana Yesu, ufurahie upendo wa Bwana Yesu, usonge mbele na Yesu, umfurahie Bwana Yesu katika maisha yako. Usiwe na hofu yoyote mpendwa, simama kindete. Watajaribu kukuondoa, lakini nakuhakikishia ya kwamba bora ukisimama kindete, bora usiondolewe, bora usimame kindete. Watakuja kwa njia moja, lakini ile inanisangaza ni kwamba atawatoa katika njia 7. Haijalishi atawatoa katika milango ipi, lakini waingie, acha tu waingie. Wakisaingia, Yesu anasema nami nitakuja niwatoe kwa njia 7. Haijalishi adui wamekuwa wengi namna gani, haijalishi umejenga mara ngapi ikibomoka, haijalishi umeweka biashara za nyingi namna gani ikifilisika. Mungu ni muweza wa yote, Mungu ni muweza wa yote, Mungu ni muweza wa yote. Wameingia kwa hiyo njia ya kufilisisa, wameingia kwa hiyo njia ya magonjwa, wameingia kwa hiyo njia ya kukudhulumu, wameingia kwa hiyo njia ya kukundanganya, wameingia katika njia ya kukundanganya. Mungu ni muweza wa yote, na kuhakikishia katika hiyo njia wameingia nayo, hiyo njia wameingia nayo, Mungu atakuja tengeneze siwe njia 7 mahala hapo watoke kwa njia 7, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Anasema nitakubariki utokapo, na kisa nitakubariki uingiapo, nitakulinda utokapo, nitakulinda uingiapo. Anaweza siku zote, kama anaweza akamuokoa Musa katika Jethero, pale kwa Jethero, anaweza siku zote akaokoa mtumwa leo, akaokoa mtumwa
mwa leo, unayenyanyaswa kwa sababu ya pesa, unayenyanyaswa kwa sababu ya ardhi, wewe uliyeonewa sana, wewe umefika mwisho, wewe umedhulumiwa sana, wewe unaonewa, hauna kwako unaweza ukategemea na kwenda. Kunaye Yesu leo, kunaye njia moja ya uzima, kunaye njia leo ya uzima, kunaye mmoja leo anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa yale usiyoyajua, yale usiyoyadhania, yale usiyoyafahamu, ndiyo atakayokuonyesha. Mwana Musa alipomuita Mungu, Musa alipomlilia Bwana Yesu, Musa alipomlilia Yesu, Mungu ni muweza wa yote, anaweza siku zote. Alipomlilia Mungu akamtoa katika utumwa, akakombolewa ili aende akakomboe watu wale wengine. Pale ambapo ulipo, katika hiyo sinda ulio nayo, katika hiyo sinda ulio nayo, hiyo ni sule huko katika sule, huko katika zuo, Mungu ni muweza wa yote, atakutoa katika hiyo sinda ili uende ukaokoe wale ambao wako katika hiyo hali tu kama wewe. Mungu ni muweza wa yote, akamuondoa Musa katika utumwa ili aende akakomboe wana wa Israeli katika utumwa. Wewe unayenyanyaswa, siku imefika mwisho. Enough is enough. Ondoka katika matatizo, ondokea matatizo, ondokea maisha mabaya, ondokea biashara baya, ondokea matusi, ondokea zina, ondokea dhambi yoyote ile. Uinuke ung'ae, uinuke utakase, kwa kuwa utukufu wa Bwana umekwisha kufikiria. Anasema niite nami nitakuitikia. Yesu ni muweza wa moyo wote. Nasema fisheni nanyi mtafunguliwa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Anaweza siku zote, anatawala siku zote, ni yeye mwenye nguvu, ni yeye simba wa kabila la Yuda. Anasema yeye hapa, hapo na pale, nao watapigana na kondoo wa mwana wa Mungu, nao watapigana naye, lakini hawatamshinda. Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote. Yani watapigana na yeye, lakini hawatamshinda. Mungu ni muweza wa yote. Ukisasikia lakini hapo imewekwa, hapo unafasa kufurahia, unapiga makofi, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote. Watapigana na mwana kondoo, lakini hawawezi wakamshinda. Hawakumshinda mbinguni, na hata hapa hawawezi wakamshinda. Anatawala siku zote. Aliyekufa kwa sababu yangu, aliyekufa akakaa kaburini siku 3 na akafufuka, akasema yote yamekwisha. Ni kwa hakika yote yamekwisha. Haijalishi wainue vichwa ama wainue mikia, kazi yao. Sisi ndio gizo, kwa kuwa sisi tumemsikilia huyo Yesu, tumemsikilia huyo Yesu. Ukisimama katika huyo anasema yeye ni mwamba uliosimama, huwezi ukatingishwa na chochote. Ukisaingia katika maisha ya Yesu, wewe ni furaha tele, wewe ni maisha yako yanakuwa na furaha, hayana hofu tena. Hakuna hofu, hakuna wasiwasi, hakuna kundanganywa, hakuna udanganyifu wowote unaoweza kuruhusiwa uingie hata chembe moja. Hauwezi ukarundiwa, hawawezi wakaruhusiwa wakaenda kuangamiza mtumishi wa Mungu. Hawezi akaruhusu hata sekundi moja waende wakakudhulumu, waende wakakudhihaki. Hapana, Mungu ni muweza wa yote. Yeye aliyepasua bahari ndiye nitakayemtumikia. Yeye aliyesimamisha mito ndiye nitakayemwita. Yeye aliyesimamisha jua na akasema vita itapiganwa hadi wasinde watumishi wa kwangu. Na hata walipokimbia adui zao, hata walipokimbia adui zao, Mungu akanyesha mvua ya mawe. Anaweza siku zote. Na Biblia inasema ya kwamba wale ambao Israeli iliua, na wale ambao waliuawa na mawe, wale ambao waliuawa na mawe ya mbarafu ndio walikuwa wengi. Mungu ni muweza wa yote. Utapigana na auto tuandui twako unatuona wakikusinda, wakikaa kana kwamba wanataka kukusinda. Kuna kitu kitasimama ndani ya maisha ya kwako, kile ambacho hujawahi tarajia kisimame. Kikisimama, hata ukiona wanaendelea kukusukuma tu, usiwe na hofu yoyote, usiwe na wasiwasi yoyote, usiwe na hofu yoyote. Mungu ni muweza wa yote, anaweza akanyeshesha mvua ili wapate kuoa. Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote. Aliyetuma nzige pale Misri ili wale mimea yote, ili jina lake lipate kutukuzwa. Anaweza leo akatuma chike, leo anaweza akatuma inge, leo wapate kuangamiza adui za kwako, wapate kuwaharibu adui za kwako, wapate kuwaondoa katika mipaka ya kwako, wapate kuwatoa. Aliyefanya maji ikawa damu, anaweza siku zote, anatawala siku zote, anainua siku zote. Aliyegeuza maji ikawa damu, mpendwa, usiwe na hofu yoyote. Ndiye tunayemtangaza huyo, ndiye simba wa kabila
la Yuda, aliyefanya vumbi ikawa chawa. Wale ambao walikuwa wanapinga jina la kwake, Mungu ni muweza wa yote, wakaumwa na chawa. Hata chawa zinaweza zikatumwa, hata siafu wanaweza wakaachilia, wanaweza wakaachiliwa. Siafu siwaume, siwakokote, siwatoe katika mipaka ya kwako, siwatoe katika hatua za kwako, siwatoe katika ndani ya maisha yako. Hakuna chochote ambacho Mungu hawezi akatumia. Anasema vitu vyote ni silaha. Mungu ni silaha kwake. Kila kitu ambacho unachokiona, chochote ni Mungu aliyekifanya, na alikifanya akiwa na matumaini nacho. Anaweza akakitumia siku ya leo, anaweza akatumia leo, anaweza akatumia mpendo leo, anaweza akaokoa mpendo katika mavumbi, anaweza akatoa mtu katika kuhangaika, anaweza akatoa mtu kusokola kuja kulihubiri neno la kwake. Anaweza siku zote, anaweza akapasua bahari, anaweza akasimba kisima ili mtumishi wake asiuawe na kiu. Anaweza masimo yanaweza yakajazwa maji kukiwa kabla hakunjakusha, kabla asubuhi njafika. Mungu ajaze hiyo masimo maji. Hawataona hawatasikia upepo, hawataona mawingu, mbali Mungu akawaambia asubuhi na mapema, hivyo mtakunywa maji. Anaweza siku zote. Usione kiangazi mpendwa, usione kufilisika, usione kulemewa, usione kusindwa. Ona kusinda, ona kuinuka, ona kusonga mbele, ona kutarajia huyu Yesu atende katika maisha yako. Muangalie huyu Yesu, usiwe na wasiwasi yoyote. Yeye ni moto ulao, ufalme wake utetemeshwi na kitu chochote. Wanaweza wakatetemesa falme za pesa, wanaweza wakatetemesa falme za masamba, wanaweza wakatetemesa falme za maofisi, wanaweza wakatetemesa ufalme wa mtu president, wa utetemeshe na aanze kusikia hofu. Lakini ukisakuya kwa huyu Yesu, ujue ya kwamba hawezi akatetemeshwa na kitu chochote, hawezi akaondolewa na neno lolote, hawezi akaondolewa na kitu chochote. Yeye ni mwaminifu, ni Mungu muweza wa yote. Kama aliagiza mikate iwe nyingi ili watumishi wake wapate kula na kusiba, warejee nyumbani bila kuanguka njiani, bila kusimia katika njia. Mungu hawezi akakuachilia ukiwa katika njia ya kwake uende kuangamia pale, uende kusimia pale. Hapana, kwake hakunanga aibu, kwake hakunanga aibu. Lakini ukikaa kwa dunia, ukitegemea hizo pesa, ukitegemea hiyo masamba, utakuwa na hofu kila siku. Utakuwa ukiona unaibiwa tu, utakuwa ukiona unasinda tu, utakuwa ukiona utanyang'anywa tu. Lakini hiyo ni hofu yote ya dunia. Kunaye simba wa kabila la Yuda leo ninayemtangaza leo, simba wa kabila la Yuda, muweza wa yote, mtawala wa yote, anayenguruma kila mahala ambapo mbwa walipo wanaanza kujipanga. Mungu ni muweza wa yote. Popote pale ambapo mbwa alipo akisimkia simba amenguruma, wote wanaanza kujipanga. Nami nakuhakikishia ya kwamba simba wa kabila la Yuda amekwisha kunguruma, amekwisha kunguruma. Andui uliokuwa ukiwaogopa, acha tena, anza kumwogopa Mungu. Huyu ndiye simba wa kabila la Yuda. Akinguruma lazima maneno itendeke, lazima jambo itendeke, lazima kupatikane usindi, lazima kupatikane furaha, lazima kupatikane amani. Akisanguruma tu hivi, haijalishi walikuwa hapo kwa mlango wako, wataondoka. Haijalishi walikuwa wafanye watoto wako waende kuwafanya kopo. Mungu ni muweza wa yote. Akisakuya ile mafuta ambayo uko nayo kidogo itatumiwa ilipe hiyo ndeni, waende na aibu zao, na ubaki na huyu Yesu simba wa kabila la Yuda, ubaki uhuse na upate kulea watoto wako. Anatawala siku zote, ni yeye mwaminifu, ni yeye muweza wa yote. Mtegemee maishani mwako, mtegemee maishani kwako, muhurumie, muinue huyu Yesu. Anatawala siku zote, yeye simba wa kabila la Yuda, yeye asiyeshindwa, yeye anaweza siku zote. Ni yeye namuinua, ni yeye nitasema ndani ya kwake, nitatangaza neno la kwake, nitahubiri neno la kwake. Nasema inukeni mng'ae,
kwa kuwa utukufu umekwisha kutufikiria. Tuinuke tuanze kumwimbia, tuinuke tuanze kumsifu, tuinuke tuanze kwenda kueneza habari njema. Anasema nami nimewaletea habari njema, msiwe na hofu yoyote, kwa kuwa analeta habari njema. Hakuleta habari ya hofu, hakuleta habari ya kusindwa, hakuleta habari ya kuangamia, hakuleta habari ya utasa, hakuleta habari ya kusindwa pale popote pale, hakuleta habari ya kuwa unasindwa na adui za kwako. Alileta habari njema upate kuwaweka chini na safari iendelee, upate kuinuka, utafute ufalme wa kwake, na kisa hiyo yote walikuwa wanakudanganya. Mungu apate kukufuatilisha. Yeye anaweza siku zote, yeye anatawala siku zote. Tumwabudu nani kama si simba wa kabila la Yuda? Tumuite nani mwingine kama sio yeye? Pasipo yeye hatuwezi neno lolote. Mpendo unangojea nini? Mpendo unangojea nini? Kunaye anasema pasipo yeye amuwezi neno lolote, amuwezi neno lolote. Ilo unaloliweza kama upo ndani ya Kristo, ilo litafika mwisho tu. Lakini hili unalolianziliza, wajapokuwa wajinga hata wao zini hapa, waanzie na kwa shilingi moja, Mungu atafikisha iende ikafika mamilionia, kwa kuwa Mungu ni muweza wa yote. Lakini hata ukiona ukiwa na vingi ambavyo havina Mungu, hiyo ni takataka tu, hiyo ni ya kuliwa na watu. Ukufe tukuye tusikue bure tu, ukufe ukufie huko jiani na ajali, na ukufie huko popote pale utakapokwenda. Watu waye wasikue hicho unachoringa nacho. Sisi tunaringa na Yesu Kristo. Anasema watakao ringa wasiringe kwa sababu ya utajiri, wasiringe kwa sababu ya uwezo wao, wasiringe kwa sababu ya nguvu zao, wasiringe kwa sababu ya fedha zao. Watakao ringa waringe kwa kuwa wananijua mimi, ya kwamba ni mimi Mungu wa Israeli, ya kwamba ni mimi Jehova Nisi, ya kwamba ni mimi Yesu Kristo niliyowafia na kisa nikafufuka, ili wasione matatisho, wasiwe na sinda yoyote, wapate utukufu kwa Bwana Yesu. Wainue Yesu, kwa kuwa Mungu anaweza siku zote. Mpendo, Mungu akuinue na akutengeneze, akutoe katika mavumbi. Unachokitegemea ukipate, kwa kuwa ni mwaminifu. Anaweza siku zote. Baba, wewe ni muweza wa yote, simba wa kabila la Yuda. Nimekuja kulihimidi jina lako, nimelitaja jina lako, nimeliimba jina lako, nimelisema ni jina lako. Nimesema ya kwamba unaweza, na kwa hakika wewe unaweza. Muweza wa yote ni wewe, ni wewe mwaminifu, ni wewe usiyeshindwa, haufanani na jambo lolote lile. Nimelitaja neno lako ipasavyo ndadi, kwa kuwa wewe ni wa huruma na kwa kuwa wewe ni wa upendo. Ndadi, kanijalie kwa nguvu tena na tena Jehova. Muweza wa yote, kabariki huyo msikilizaji popote alipo na mahali popote pale anayetazama alipo ndadi. Muweza wa yote, kawainue wote kwa ujumla Jehova. Kaninue na mimi, kanipe afya nzuri, kanipe furaha nzuri, kanipe amani, kanipe upendo katika mtu yoyote yule dadi. Kwa neema yako na kwa nguvu zako unisingira na ukuta wako wa moto, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na napata kuamini. Amen. Mungu akubariki, Mungu akuangazie njia za kwake, umtangaze popote pale utaenenda, nao utaona uzima wa milele, utaona utukufu wa kwake. Amen. Amen.